Ndio kusini huko kina Juma Jongo. Mwanangu mmoja alidandia ndinga nini, akashuka kusini pale. Sasa anafika pale, muda umeenda kama saa 4 hivi usiku. Jamaa kila akiangalia huko hoteli zimefungwa, mgahawa hamna, na mwenyeji wake alomfuata sio atakuja kumpokea amemkosa. Njaa imemshika vibaya, unaambiwa. Mwanangu akavamia kwa nyumba ya mama fulani hivi. Kwa mama, samahani, shamo kwanza. Mama kaitikia marahaba. Jua watu wa kusini huko karimu kweli. Nikamwambia mama, mimi hapa mwanao sielewi ukweli. Hapa ninavyokuambia sielewi. Mimi nimetoka Dar es Salaam, kuna ndugu yangu nimemfuata hapa. Na aliniambia nitamkuta stendi. Dakika za mwisho nafika stendi simkuti, nimehangaika sana. Unavyoona mida imeenda. Yaani hapa sielewi nalala wapi, sielewi nakula wapi. Lakini achana na kulala, popote nitalala. Ila mama nina njaa. Nimehangaika sana hapa mamangu na njaa. Kwa hiyo ulichopika naomba unisaidie. Mama akamwambia, nilichopika mwanangu, vyakula vya kwetu utaviweza? Akamwambia mama, wewe lete chochote mimi nakula mamangu. Yaani sio kwa njaa hii. Yaani ukiniacha hapa lisali moja naweza nikazima nikafa hapa. Wewe nisaidie ulichopika. Mama akamwambia, kwa nini mwenyeji wapi? Akamwambia, mimi mwenyeji wa Dar es Salaam mamangu. Lakini chochote nitakula, sielewi, nina njaa vibaya. Akamwambia, haya mama mwanangu, kaa kwenye mkeka basi hapo. Unajua tena lafuza kule kusini huko kwa kina Juma Jongo. Mama akamwambia, kaa nikuletee chakula nilichopika. Mama kaingia ndani, katoka na sinia. Sinia lina kama panya 5 hivi, panya buku yale makubwa makubwa yamekaushwa. Afu yameko kama kwenye mishikaki yamechomwa hivi yani. Kaambia mwanangu, karibu hapa ule. Mwanangu akamwangalia mama, akamwangalia, kaangalia ule mzigo kwa sinia pale. Akacheki. Akamwambia mama, asante nimeshiba. Ndakunywa tu maji nikalale. Hichi chakula kimenishinda mamangu. Mwanangu upande amemshinda kula. Ila kwa kina Juma Jongo hatari sana.